Tabora wanaonekana kwa kupitia mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Tabora, kunaonekana mechi ya Yanga ina viashiria vya rushwa dhidi ya Tabora. Si amelalamika kuna messages, siju text zimekamatwa, siju wachezaji wanatumiwa miamala. Hivyo ndio viashiria vya rushwa. Na hapo inatakiwa itoke tamko kutoka bodi ya ligi hii airishwe mchezo. Sababu za wazi, yani mheshimiwa mkuu wa mkoa kitaifa ana ngazi ya kumwakilisha rais kwenye mkoa wake. Hilo ni jambo kubwa sana, very sensitive. Huo ndo uwiano uliokuwa na uongea. Sio tu akihofia Simba au Yanga ndo vitu vichukuliwe kwenye kanuni. Kwa mchezo wa Tabora na Yanga libidi ukairishwe. Kuna viashiria vya rushwa. Mheshimiwa, yani mkuu wa mkoa ana mamlaka, ana ngazi na sauti na tiketi na eneo la kusema na meno ya mamlaka ya kamati ya ulinzi na usalama kwenye mkoa wake. Hali ya ulinzi na usalama inaonyesha mchezo wa Tabora United dhidi ya Yanga una viashiria vya nini? Vya rushwa. Accordingly to RC. Umeelewa vizuri hapo Hapo vipi bodi ya ligi? Tuendelee na mechi au tusimamishe? Sasa hizi mambo mjue mnadili na watu ambao wana exposure, experience, utayari wa kufuatilia, kuupenda huu mchezo kuliko mimi naamini kwenye mimi. I ain't say mtu hawezi, ila naamini mimi naweza. Hapa naeleweka vizuri. Mimi nikisema naweza sijasema wewe uwezi. Ila mimi nina muda, nina exposure, nina experience na haya maisha ya soka, hasa siasa ya nje ya uwanja. Ndio maana kama unaona gawa na avoid sana, kwa sababu ninapiga mawe ambayo yana uwazi. Kwa mujibu akivaa nafasi yake kama mkuu wa mkoa, ana nafasi ya kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa. Ametoa taarifa kwamba mechi ya Yanga, Tabora dhidi ya Yanga ina viashiria vya nini? Vya rushwa. Ameagiza TAKUKURU pale ndakiwa isimamishwe mechi mpaka uchunguzi ufanyaje? Ukamilike. Vipi hapo? Sasa hiyo ndio yale maridhiano. Isiwe tu nafasi inawafeva Yanga ama Simba. Tuangalie ligi nini? Ligi nzima. Kuna mambo mengi. Singida nadhani mojawapo, Singida Fountain Gate. No, ni Fountain Gate au Singida Black Stars. Kuna mmoja alinyang'anywa alama. Kwenye ligi kuu? Kuna mmoja amepunguziwa alama. Kulikuwa na tatizo. Fountain Gate alikutwa na tatizo. Sasa kwa nini inaenda upande mmoja hizi klabu zingine? Unasema upande mmoja hapo ya timu mbili. Sasa hapo hamna ligi, maana hiyo ni bodi ya Yanga na Simba. Kwa atakayekuwa na nguvu kati ya Yanga kashinda ligi. Atakayekuwa na nguvu Simba kashinda ligi. Sasa tuwezi kwenda hivyo. Hizo ndo tafsiri za vyombo hivyo vya kimataifa. Kwa kwangu mimi hili jambo linanionyesha wazi kabisa kwamba sipendezewi na kinachoendelea na dalili zake si nzuri, kwa sababu wenye mamlaka kiulimwengu wanatutazama na kufuatilia hili, na litaleta shida sana kwa sababu sioni dalili ya kulimaliza inavyotakiwa. Unadhani kwenye ile imani ya watu wengi kwamba Tabora ni mfupa mgumu kwa Young Africans mpaka sasa? Si muaminiji kwamba anayefungwa basi amwezi mwenzie, ila ikiwa inajirejea ndo naweza nikatoa kauli. Kulikuwa na sumu hiyo. Miaka ya 80 kuja 90 ilikuwa Yanga na Simba kupata matokeo CCM Kirumba ilikuwa ni mtihani kwa Pamba hawa. Lakini kipindi hicho Pamba FC, TP Lindanda, ambapo baadaye yake kina Nteze John Rungu hawa, Hussein Masha, George Magere Masatu, Fumo Felician, Kindwana Suleiman wakaja mjini. Wakawa Simba na Yanga huko. Sio kama naeleweka. Ilikuwa ni mfupa mgumu kweli kwa Simba na Yanga wapo wanatua pale CCM Kirumba. Lakini nimewahi kushuhudia hii Uhispania. Ilikuwa Barcelona na Real Madrid wakienda Stadium de Mestara pale Valencia kupata matokeo ilikuwa mtihani. Yaani hapa nazungumzia kipindi hicho kina Canizales, Angloma, kina Angulo,
Baraja, Albeda, Mendieta, Jean Keru, lakini kulikuwa na Pablo Aimar. Huo mziki wa Valencia bro. Kipindi hicho. Niache kidogo Killing Gonzalez na wengineo. Ilikuwa ni mtihani kweli kweli, mfupa mgumu kweli kweli kwa Barcelona na nani? Na Real Madrid. Lakini ilikuwa pale Elland Road. Elland Road ni uwanja wa Leeds United. Ilikuwa gani mtihani sana Manchester, Liverpool, Arsenal kupata matokeo. Hapo nazungumzia kina Mark Viduka, huyu unayemwona Rio Ferdinand alicheza Manchester, Lucas Radebe, kulikuwa na Ian Haight, nimetaja Harry Kewell, lakini kulikuwa na Alan Smith, na wengineo Oliver Dacourt, David Batt, vyuma vingi hivi vya maana. Na baada ya kushuka daraja wao wote walinunuliwa hizo klabu nazo zitaja. Kwa hivi vilikuwa vinajitokeza, lakini kwa hapa kwetu kuliwahi kipindi fulani pia Simba anapata matokeo ya tabu au hapati kabisa anapoenda Bukoba, Kaitaba. Baadaye ulivunjika huo mwiko. Lakini tuliona jinsi ambavyo Yanga ya moto ya Nabi na Gamondi kupata matokeo kwa IHF. Lakini ilikuja kuvunjika. Kwa hiyo ni kuna vitu kama hivyo. So iwapo Tabora atapata sare, suluhu au kushinda dhidi ya Yanga, atakuwa ametengeneza sasa question mark kwamba je, ni mfupa mpya mgumu kwa Yanga? Very simple question. Yaani tutakuwa na mambo mengi kwa sababu Yanga kumtandika 3 nyumbani si kitu rahisi kwa depth of squad alionayo, ambapo mechi mpaka dakika ya 70 tulikuwa tunaamini Yanga anaweza kashinda 4. Lakini unaona Tabora waliweza kujilinda na kuheshimu Yanga huku wakipata matokeo. Umeelewa eh? So kwangu mimi naamini utakuwa ni mchezo mzuri kwa sababu ni kipimo cha Yanga kusema hapana. Ili tutokea vile kwa sababu ni kipindi fulani tulikuwa tunakipitia. Hapa naeleweka? Yes, akitaka kutuaminisha hivyo afanye kitu cha tofauti sana. Flow ya mchezo, matokeo alama 3, clean tutajua hii yenyewe. Kuna ile kauli ambayo na yenyewe sasa hivi inasambaa sana baada ya Alikamwe kutoa maneno ya shit kwa Rasi Chacha. Christina Magwala yeye akaja moja kwa moja akaanza kuzungumza kwamba anatoa masaa 24. Siku hizi tunaona maafisa habari hususan Alikamwe walikuwa wakicharuana sana kwenye mitandao kuhusiana na kauli zao wanazozitoa. Labda wao wanafeli wapi tofauti na zamani? Wametengeneza huo mtindo wa kuruhusu kutaniana hivyo. Nishamsikia Christina Mwagala mwenyewe akisema ukinifunga nioe, na alifungwa kweli, mbona hakuolewa? Nakumbuka alikuwa bebe, sijui alikuwa ni Masanza sasa mbona hakuwa mkewe? Kuna wametengeneza hiyo kacha, wacha ikue katika kukuza mpira tija, lakini wasiiweke kwenye mtindo wa kuvunja misingi na tamaduni tulizonazo. Lakini kuhusiana na RC Chacha, ameingia kwenye mtego wa kutaniana, pengine simkatazi. Kwa aache hiyo ibaki kwa utani, asije baadaye akatumia nafasi yake kama mheshimiwa mkuu wa mkoa. Ukiruhusu tukae kwenye utani wa kimichezo, huku kidogo dunia ya huku ni ngumu. Ndio maana bungeni tumewashuhudia maspika wa bunge tofauti, tumeshuhudia waziri mkuu akitaniwa bungeni, una mawaziri wake, si vitu vya kawaida hivi jamani Kwa hiyo tukae hivyo tuone kwamba huu ni mpira, tunacharulana kimpira. Ukienda sasa kiserikali atakuwa amemnyima meno Alikamwe. Wabaki huko kwa sababu hata Ahmed Ally kulikuwa na ahadi kule ya fedha Tabora walidia, na alisema sio hiyo tu, hata mkiongeza nyingine na nini na vitu kama hivyo vikaenda, lakini walipata matokeo Simba. So mimi nadhani tubaki kwenye mpira, akikaa kwenye mpira akae kwenye mpira, akirudi baadaye kwenye majukumu yake kuhudumia nchi, kwa sababu ni moja kati ya wakuu wa mikoa wazuri ambao wana weledi mzuri. Mimi kwangu mimi sina doubt naye, wabakie kwenye eneo lake ya kazi. Na hili swala la virabu kuwa wanaidiwa pesa, hususan hivi vilabu vya daraja la kati, kama sasa hivi tumeona Tabora United wamewekewa milioni 60 kama wakifunga Young Africans. Hii inaleta afya gani katika soka letu, ama ni miongoni mwa vitu ambavyo labda tuseme ndio vinadidimiza kupelekea kutokea kwa viashiria vya rushwa? Sasa zamani ilikuwa hizo hela anaidiwa Simba na Yanga tu. Sasa hivi si ndio vyema hivyo sasa. Zamani mtu unaenda Tabora, afu matajiri wa Tabora wanaiahidi labda Yanga tutawapa hii mkiwafunga hawa. Sasa hiyo ndio ninavyotakiwa ili tukuze zaidi hizo kacha za kupenda hizo timu zetu. Zamani Morogoro walikuwa na reli, Songea kulikuwepo na maji ambao Ruvuma hiyo.
lakini kulikuwa na CDA Dodoma, watoto wa mjini. Kulikuwa na Tanga hapo Coastal Union pamoja na African Lyon. Hizo vyuma hivyo ninavyokutajia hivyo viwili. Lakini huko Pamba, kadhani uliona Pamba ilivyopanda daraja, msisimko Mwanza ulivyoinuka. Wanapenda sana timu yao kwa sababu kuna talents za hali ya juu. Na baada yake hizo intake zilizofuata walikuja kina Kevin Ondani, kina Ngasa, kina Kigi Makasi, umeelewa, kina Kazimoto, vyuma vingi tu, Jelson Tegete. Wana bahati ya kuwa na talents za hali ya juu sana Mwanza. Kwa hiyo hizo ni nzuri kwangu mimi. Bandari, Mtwara, kwetu sisi Moshi kulikuwa na ushirika mpaka leo naishabikia, na naamini one day yes itarejea katika ubora wake. Kwa nadhani tuendelee kupandikiza taratibu, tutazoea. Of course Mbeya kulikuwa na Tukuyu Stars ambayo ilivunja rekodi, ilipanda daraja la kwanza ikaenda ikachukua hadi ligi kuu. Record, yeah. So nadhani uliona hata hivyo kujaga Mbeya City walivyojitoa watu wa Mbeya kwa sababu kuna talents hizo. So kwangu mimi naamini tuendelee na huo utaratibu, ni mzuri kwa faida ya afya ya soka letu. Yeah, sio mbaya, ilimadi tu iwe wazi na kuwe kweli kuna hizo ahadi zikiwekwa, wapewe hao vijana, ni motisha na wao itawafanya kuona okay, kumbe kuna thamani huku tulipo pia. So mpaka tukacheze Simba na Yanga. Yeah. Sawa, tuhame hapo kwenye mechi ya Yanga dhidi ya Tabora. Tuingia katika mchezo ambao ni wa kimataifa. Mwakilishi pekee ni wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Al Masry. Mara nyingi naonaga kama Simba tamfunga Mwarabu, lakini unakuta kamfunga mchezo mmoja wa pili, hapati ile nafasi ya kuelekea katika hatua inayofuata. Labda unadhani hivi vilabu kutoka magharibi ama Waarabu wanakuwa wanatuwini sehemu gani mpaka tunashindwa kukutana nao kuvuka hatua inayofuata? Sina maana mbaya, naongelea mpira wa miguu. Simba head to head anapataga matokeo Benjamin, hata na Al Ahly iwe nani yoyote yule. Ila head to head ingekuwa inakuwa against yeye na huyo mtu Mwarabu, zile isingekuwa ni alama, hajawahi vuka kwa Mwarabu. Anashindaga moja kula anakula chuma 5, anashinda moja anakula chuma 3. Ni nafasi moja ya kombe la AFL tuliona hapa, sare ya 2-2 kule 1-1, akatoka nani? Umeelewa So hii inaweza ikawa ni nafasi nzuri. Tuliona alifanya hivyo miaka ya 2003 zidi ya Zamalek akiwa bingwa mtetezi wa klabu bingwa barani Afrika. Ismailia wanatoka kwenye ligi bora barani Afrika. Wanatoka kwenye ligi bora barani Afrika. Ligi yao ina thamani, wachezaji wao wana thamani, kikosi chao kina thamani. Lakini sisi Simba inatoka kwenye ligi namba 4 kwa ubora Afrika, lakini ni timu bora mojawapo Afrika. Ni moja kati ya timu bora Afrika. Kwa hiyo Ismailia sio bora Afrika kama Simba. Numbers don't lie. Numbers Simba ni bora kuliko hao Al Masry. Kwa kiafrika si top 8, Al Masry wako top 8. Number don't lie. Ndio maana Simba aliweza ku launch AFL. It wasn't easy. Kwa sababu ya performance yake, thamani tulionao nilikwambia, waliangalia mvuto, ufuatiliaji, streaming, waliangalia biashara kwa mapana. Unajua hii somo hili, naomba siku moja msije na hizi stories za Simba na Yanga, nitoe somo la thamani katika mpira wa miguu. Unaona hapa nyinyi mpo hapa sasa sikukuu, lakini mnatafuta content. Saa 9 imetakiwa niwahi kwenye radio, lakini mnatafuta content. Jinsi gani muone sisi mpira wetu, Kawabe, Matole, Sports, wote hawa kwa sababu tunathamini mpira wetu. Hii yote tunamwangaikia hapa Mguto. Lakini Mguto hajui thamani ya Sport Point. Hajui. I swear to God. Yaani ile bodi ingejua thamani ya nyinyi vijana nyinyi, nadhani wangeandaa fungu. Enda wenzetu walioendelea, kama umeregister hii mfano hizi hapa, niachie Sports Point au Kawabe, kama mmeregister au Matole, straightforward, yani kuna mikopo ingetoka kupush. Yes, na push usafiri, umeelewa, inawasaidia kwenye usafiri kununua hizi vyombo na vitu kama hivyo, ili mboreshe zaidi kazi yenu. Yani ndio muwe comfortable. Yani nyie mkija tunakaa tuna enjoy kama kijiwe, tunapiga story. Lakini hapa mbio tuna hivi na hivi tunaweseka kwa sababu hawaja set hiyo standard. Hivi nani anakuza mpira wetu? Sisi tunafuatilia. Mimi nimepata I know Sports Point anajua. I have a lot of friends nje ya mipaka ya Tanzania kwa sababu ya hizi YouTube channels. Seriously. Radio zetu sijapenya sana kama hizi YouTube. Ugaibuni wana enjoy mpira wetu kupitia online. All around the world. Out ya nchi, kwa maana mipaka ya Afrika na nje ya mipaka ya Afrika. So hii yote inayozungumza ndio neno thamani.
thamani. Mimi kwangu naamini tuna uwezo wa kutoka hapa tulipo tukasogea eneo lingine. Hizi Simba, Yanga, Azam, sijui Singida na wengineo, na wanaweza kupush na tukafika tunapopata rajia for sure. Ugumu sasa wa Al Masry kwa Simba upo sehemu gani? Nidhamu. Timu za Afrika Kaskazini kwa nidhamu, that's why ndio maana ligi yao bora, ndio maana wana makombe mengi Afrika, ndio maana wanafanya vizuri kuliko maeneo mengine kaskazini. Nidhamu. Tukichambua neno nidhamu kwenye football hapo tunamaanisha vitu gani? Kujua kabisa thamani ya uwanja wa nyumbani na ugeni. Nani katika vitu ambavyo kuna mtu niliona amecomment jana baada ya kubwa kuliko siju kuposti kwamba eti mimi nimesema Simba asipopata ile maji ya magoli mawili zaidi anamtoa Al Masry siju nyumbani. Simba mwenyewe na kauli mbiu. Sasa wewe unampinga timu yako ambayo inatumia hiyo kauli mbiu kwamba Benjamin hatoki mtu. Kwa Mkapa hatoki mtu. Wimbo umeimbwa week in week out. Na ni kweli kuna advantage. Na ndipo ambapo Waarabu wanapojivunia. Anajua kabisa nyumbani nina alama 7 au 9 ikiwezekana. Kamaliza group stage. Clean. Yanga amepoteza alama ngapi Benjamin? 4. Yes, simple. Alama 4 amezipoteza. Amefungwa na Al Hilal Omdurman, ametoka sare na MC Alger. And that's why mchukulia mchezo miwili ile angetoa sare. Yaani Al Hilal Omdurman asingemfunga Yanga. Yanga alikuwa wapi? Yes, very simple. Uwanja wa nyumbani, home ground advantage. Lazima uwe na 6, yani michezo miwili kushinda lazima. Ule mmoja sare au ushinde. Bas, umewini 7. Unaenda kuvizia huko ugenini kama alivyomvizia TP Mazembe. Na kikosi cha kikosi cha Simba Sports ukikitizama walikuwa wanatengeneza timu kwa sasa hivi. Wanao uwezo wa kushindana na Al Masry. Anayetengeneza si kuna kitu kinakamilika. Au kutengeneza kwa nini unajenga nyumba? Ushatoka kwenye msingi umeenda kwenye nini? Sio lenta, sio nini? Sasa hivi anapaua Simba jamani. Simba kwenye kupauaji. Yaani atakunyatieni hivyo hivyo anatengeneza timu. Simba anapaua, anapiga rangi hivi karibuni. Yes, wanatengeneza timu na kocha Fadlu vizuri, wamempata timu ambaye kocha ambaye alikuwa ana pressure. Yaani kulikuwa hakuna deni. Ananyata nywi huyo kafika pale nafasi yake, amerejesha Simba kwenye ubora wao. Sio ule tunaoufikiria, lakini walau wanasema wanakuambia kuna pahala wapo, yes. Lakini kuna wengine pia wanazungumza, nimesikia baadhi ya wachambuzi wakizungumzia kwamba intensity ama ushindani wa ligi ya Misri na kwetu ndio changamoto ya kwanza labda inopelekea kwa wekundu wa Msimbazi Simba kushindwa kupata matokeo wakiwa ugenini. Ukitizama pia wengine wanasema kuna nyakati kikosi cha Simba kama wana relax fulani hivi, na ukiangalia Waarabu wao wanacheza jihadi kuanzia dakika ya kwanza mpaka 90. That's why nimekwambia nidhamu. Si utaka ufafanuzi wa nidhamu, nilikuwa sijamaliza. Kwa nidhamu moja hapo ni kumheshimu mpinzani akiwa nyumbani kwake, ukiweza kutumia advantage ya home ground vizuri, lakini kitu kingine ni ukubwa walionao kwenye ligi yao. Nimeshatamka ligi yao ni bora kuliko ligi yetu. Ligi yao ina thamani kuliko ligi yetu. Wachezaji wao wana thamani kuliko wachezaji wetu. Tunachowazidi sisi tunajua kutumia vizuri uwanja wa nini? Wa nyumbani. Ndio maana nikasema na ninarudia tena leo. Simba hata kama akipoteza ikatokea Mwenyezi Mungu hajapenda akapoteza, isiwe tofauti ya magoli mawili. Katika mchezo wa ugenini. Isiwe tofauti ya magoli mawili. Iwe 2-1, 3-2 au 1-0. Akija Benjamin, Alan wasalam. Matokeo yake patikana Simba yule pale tunaona nusu finali. Yaani tofauti ya goli moja au sare, Al Masry yule yeye akaondolewa. Lakini akipata tofauti ya goli hizi, Simba azitafute. Mtihani Simba azitafute. Kwa sababu yule ana nidhamu, atakuja dakika 60 anajidondosha. 60 minutes. Dakika 30 anajaribu kupambana, anajipapatua sana. Of course wenzetu sasa wana exposure kuliko sisi. They know how to deal with it. Na wanaifahamu Simba ni hatari. Kama Al mwenyewe hajapata matokeo hapo takribani michezo sijui 5 sijui 4. Kwa hiyo nadhani wanakuja hivi hivi tu. They know how to deal with it, yeah. Na ukitizama labda kikosi cha Simba Sports Club, Mwalimu Fadlu jinsi ambavyo amekitengeneza, wachezaji gani ambao unawashauri wana Simba waombe Mungu hao wako vizuri kana kwamba wao ndo kama wameishikilia Simba? Fullback wao na wawili wote. Fullback namba 2 na fullback namba 3 Shomari
Kapombe na Mohamed Hussein Zimbo Shabalala, hao lazima. Lakini uhakikishe Fabrice Ruamba Ngoma, yani ile double pivot, na mwenzie Kagoma lazima wawe fit. Sio tu kuwepo wazima, wawe fit. Hiyo ya pili. Ya tatu kuwepo tu kwa ile safu ya midfield yao shambuliaji. Jean Charles Ahoua, Kibu Dennis Prosper, lakini Elia Mpanzo, Kibi Sawala, weka pale mbele nini? Kibi Sawala. Au na jina lake aka Volcano. Hao yani hiyo fullback zake, double pivot zake na ile safu ya viungo washambuliaji. Kule mbele hata ukicheza wewe, kipa akikaa mediali, beki namba 4 acheze Agi Simba, namba 5 acheze yule mwingine nani yule? Acheze Kisugu. Kisugu hapana, atafungisha nani? Mzee Saidi. We mzee kinaniliu, mzee wa Saluti yule, ile anaingia sabu vizuri tu kwa Jean Charles Ahoua. Yule fundi anapiga mwingi. Yule mchezaji na ndoto zake za kwanza alikuwa na malengo haya, awe mchezaji bora kuisaidia taifa au aje kuwa kuisaidia timu kama mshabiki. Yule mchezaji. Lakini wengi naona wakizungumza kutokana na kile ambacho pia kilizungumzwa na kocha Fadru, Kamara ni 50 kwa 50 mpaka hivi sasa. Wengine wanaweka doa hapo, lakini wengine wakizungumzia pia Chefondo Malone kutokuwepo, wakaweka doa hapo kwa uzito wa Shamo Karabu ambaye ndio beki ambaye hana mechi nyingi kama ambavyo alivyokuwa anacheza Chefondo Malone. Experience ya Shemalon Fondo kwa Simba ni kubwa, lakini walikuwa na hilo tatizo la kuwepo na namba 4-2. Hamza na Shemalon Fondo wote ni namba 4. Kwa hiyo ilikuwa inaleta, nadhani damage zake mko mnaziona wakitoka wanatoka wote na kuwa nyingi sana. Kwa mimi huyu sasa hivi kama kuumwa, najaribu kutaka kuona huyu beki mwingine wakati ana offer nini kwa timu. Na hiki ni kipimo kizuri, tena uzuri wanaanzia ugenini. Nataka nione hiyo nidhamu yake, nataka nione ukubwa wake, nataka nione sasa professional yake, ile realism yake ile kwenye timu, faida yake ni ipi, impact yake ni ipi. Kweli huyu ni mchezaji wa kimataifa, ndio wakati wake. Kwa kwangu mimi sina mashaka kwenye hilo. Kuhusu Kamara ni kipa bora of course. No doubt hapa nchini ana clean sheet nyingi. Lakini je, Simba wanaweza kukosa clean sheet kwa sababu Kamara hayupo? Wameshinda 6 juzi hapa. Alikopo Kamara? Mimi naamini kwenye safu nzuri ya ulinzi, kaa na mpira, waheshimu, double pivot za maana, timu ina flow. Barikiwe sana.